mwaka huu kwenye maadhimisho yetu ya mapinduzi matukufu ya miaka 62 tumefungua na kuweka mawe ya msingi kwenye miradi 110. Kati ya miradi hiyo iko miradi ambayo iko hapa kisiwa cha Unguja na iko miradi ambayo iko kisiwa cha Pemba, na thamani ya miradi hii kwa mwaka huu imefikia thamani ya trilioni 1.8, jambo ambalo kwa miaka mingi hatujafika kwenye maeneo hayo. Sasa tumesema miradi hii iko miradi ya kutoa huduma ambayo moja kwa moja inalenga kwa wananchi kwa huduma. Kwa mfano, miradi ya hospitali kwa maana ya miradi ya afya, lakini miradi ya shule, miradi ya maji, miradi ya barabara, lakini iko miradi ambayo pia inatengeneza biashara kwa maana ina generate income. Nadhani mnakumbuka tumeweka mawe ya msingi miradi ya bandari, lakini kuna miradi ya mahoteli iko ambayo tumefungua, iko ambayo tumeweka mawe ya msingi na miradi mingine mbalimbali. Yote haya yanalenga kustawisha wananchi wa Zanzibar, na naamini kila mradi kwenye utekelezaji wake una impact yake. Iko ambayo katika hali ya kawaida mtu anaweza kuona kwamba impact yake ni ya kawaida, lakini ukiangalia mbali zaidi unakuta kuna faida chanya ya miradi hiyo. Niseme kwenye miradi ya barabara, ukiangalia katika hali ya kawaida unaweza ukaona mradi wa barabara imejengwa, labda inasaidia tu watu kupita na magari yao kiurahisi ama kufika kwenye sehemu rahisi, lakini mradi wowote wa barabara una impact kubwa sana ya kiuchumi. Tunaelewa kuna maeneo kuna wakulima, kuna maeneo kuna wajasiriamali, kuna maeneo kuna wafanyabiashara, maeneo mengi tu. Ukiweka access ya barabara rafiki, maana yake unamfanya mkulima hata thamani ya mazao yake inaongezeka, lakini hata gharama anayoitumia ya kusafirisha inaweza ikawa ndogo, lakini pia kuna accessibility ya watu wengine kufuata bidhaa huko ambako wanakwenda. Kwa hiyo ukiangalia katika hali ya kawaida unaweza ukaona ni huduma tu, lakini ina impact kubwa ya kiuchumi ambayo inaweza kuwasaidia wananchi kurahisisha maisha yao, lakini inaweza kuwasaidia wananchi kupata kipato ambacho kisingekuwa rahisi kukipata kama hakuna access ya barabara. Na nimesema haya kwa sababu nchi yetu inajengwa sana kwenye maeneo ya barabara. Ukiangalia mtandao wa barabara Zanzibar nzima ni kilomita kama 1344, lakini katika kipindi hichi cha serikali ya awamu ya 8 zaidi ya kilomita 1084 ziko kwenye process, ziko ambazo zimeshakamilika, ziko nyingine zinaendelea. Kwa hiyo ukiangalia unaweza ukakuta zaidi ya robo tatu ya mtandao wa barabara Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi anaendelea kuimarisha vyema barabara za vijijini, barabara za mijini. Nimetoa mfano kwenye eneo hili, lakini iko miradi mingine mingi sana ambayo itaweza kusaidia kupunguza gharama za Wazanzibari katika maeneo mbalimbali. Juzi tu Mheshimiwa Rais aliweka jiwe la msingi kwenye bandari ya Mpigaduri. Nadhani ndugu zangu waandishi wa habari mlikuwepo wengi. Tumesikia namna itakavyo operate bandari ile ikimalizika, na ndio itakuwa bandari ya kwanza ndani ya Afrika Mashariki yenye access nyingi mno, ambayo itaweza kumsaidia sasa mwananchi wa Zanzibar kupunguza gharama ya maisha katika maeneo mbalimbali.